Bwana Yesu asifiwe, watu wa Mungu, na wasalimu katika jina lipitalo majina yote, jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Pendwa mtazamaji, napenda nikukaribishe kwenye channel yetu ya Yos Testimony TV, maana yake ushuhuda wa Yesu, ambayo inafundisha neno la ufalme wa mbinguni hapa duniani. Pendwa mtazamaji, lipokee neno la Mungu moyoni mwako, lifanye kazi katika maisha yako ya kila siku, sawa sawa na yasemavyo maandiko. Leo tunaendelea na masomo yetu katika waraka kwa Waebrania, na leo tuko kwenye sura ya 9. Mstari wa kwanza mpaka wa 14. Na kichwa cha somo letu itakuwa ni maskani ya duniani na ya mbinguni. Maskani ya duniani na ya mbinguni. Pendwa mtazamaji, tulimaliza somo lililopita kwa kusoma na kujadili mstari wa 13 katika sura ya 8, ambao ulikuwa unasema hivi: aliposema agano jipya, amelifanya lile la kwanza kuwa kuukuu. Lakini kitu kianzacho kuwa kikuukuu na kuchakaa kiko karibu kutoweka. Sasa katika sura ya 9 na kwa kiasi fulani katika sura ya 10, mwandishi anajaribu kufafanua kauli hii ambayo bila shaka itakuwa ilizua taharuki kwa kiasi fulani kwa Wakristo wa Kiebrania. Ikumbuke kwamba kwa hao Wakristo wa Kiebrania, agano la kale na ukuhani wa Haruni vilikuwa ndio kila kitu katika maisha yao, sio kwa tu, kwa vizazi vingi kabla yao. Kwa hiyo ilibidi wapate maelezo ya kina kabla hawajaelewa kwa nini agano la kale linawekwa kando na kunakuja agano jipya. Mwandishi ametumia mbinu ya kulinganisha na kufananisha katika kueleza hii kauli. Na msingi wa mbinu hii ambayo tunaita analojia kwa Kiswahili au analogy kwa Kiingereza, msingi wake huwa ni ile tabia ya kitu kufuata sura ya kile kilichopita, kitu kipya kufuata sura ya kile kilichopita. Kwa hiyo kwa kuangalia sura ya agano jipya na kulinganisha na lile la kale, unaweza ukaona vitu gani vimebadilika, vitu gani vimeboreshwa na vitu gani vimeondolewa. Na kwa hiyo mwandishi atalinganisha na kufananisha agano la kale na agano jipya na kuonyesha kwamba agano jipya ni bora zaidi. Katika mijadala hii yote, mwandishi ameifanya kazi hii kwa subira sana, ili Wakristo wa Kiebrania waelewe kwamba agano la kale au mambo ya agano la kale hayajatupiliwa mbali kiholela. Sio kwamba vitu vimeondolewa tu bila sababu ya muhimu. Na kwa hiyo anatilia mkazo mambo yafuatayo. Cha kwanza ni kwamba ni ukweli kwamba mambo ya agano la kale hayajatupwa mbali kabisa, bali yamebadilishwa. Yale mambo yote ya msingi ya kwenye ibada ya agano la kale hayajatupwa mbali, ila yamebadilishwa. Kitu kingine ni kuweka wazi kwamba hata sasa bado tunahitaji kuhani. Agano la kale ilikuwa na kuhani na kuhani mkuu, kulikuwa na makuhani na kuhani mkuu, na agano jipya vile vile na kuhani mkuu. Vile vile bado tunahitaji nyumba ambamo Mungu atakaa. Agano la kale walikuwa na hema la kukutania na baadaye hekalu, lakini na agano jipya tuna hema la mbinguni ambako Mungu anakaa na kuhani wetu mkuu anahudumu huko. La tatu ni kuonyesha kwamba wanadamu bado wana haja ya dhabihu ya upatanisho. Wana haja ya
dhabihu ya kuwapatanisha na Mungu. Kwa hiyo haya yote ameyaweka wazi kwa kupitia mbinu ya kulinganisha na kufananisha na kuonyesha kwamba mahitaji hayo yanatimizwa kwa njia bora na Agano Jipya kuliko lile la Kale. Kwa hivyo tuanze kuona alivyoenda kwa kusoma mstari wa kwanza mpaka wa 5, ambapo mwandishi anaeleza juu ya hema la kukutania na vifaa vyake. Tasoma Waebrania sura ya 9 mstari wa kwanza mpaka wa 5. Basi hata agano la kwanza lilikuwa na kawaida ya ibada na patakatifu pake pa kidunia. Maana hema ilitengenezwa ile ya kwanza kulimokuwa na kinara cha taa na meza na mikate mitakatifu, ndipo palipoitwa patakatifu. Na nyuma ya pazia la pili ile hema itwayo patakatifu pa patakatifu, yenye chetezo cha dhahabu na sanduku la agano lililofunikwa kwa dhahabu pande zote, mulimokuwa na kopo la dhahabu lenye mana na ile fimbo ya Haruni iliyochipuka na vile vibao vya agano, na juu yake makerubi ya utukufu yakitia kivuli kiti cha rehema. Basi sasa hatuna nafasi ya kueleza habari za vitu hivi kimoja kimoja. Mwandishi ameeleza sehemu za muhimu katika hema la kukutania au maskani lilivyoitwa, na ametumia hema badala ya hekalu kwa sababu hema ndio lilikuwa la kwanza. Walipopata agano, kitu cha kwanza walichofanya au walichoagizwa kufanya ni kujenga hema la kukutania. Na ameonyesha uzuri na utukufu wa hema la kukutania ya duniani. Ndani ya patakatifu pa patakatifu ameeleza kwamba kulikuwa na sanduku la agano. Funiko la sanduku liliitwa kiti cha rehema, au mahali ambapo kulifanyika upatanisho. Ni pale ambapo Mungu alisema atakutana na watu wake na kuzungumza nao. Ile liko kwenye Kutoka sura ya 25 mstari wa 22. Kusudi ya maelezo haya kwa wasikilizaji wake wa kwanza ilikuwa ni kuwakumbusha ilivyokuwa vigumu kwa mtu yeyote kuingia na kuona uzuri wa patakatifu pa patakatifu. Kama maelezo yalivyokuwa kwa ujumla na ambavyo tumeona tangu mwanzo, ni kuhani mkuu tu aliyekuwa anaingia patakatifu patakatifu, na yeye mara moja kwa mwaka. Na kwenye patakatifu penyewe walikuwa wanaingia makuhani kufanya huduma yao ya kila siku. Lakini kwa kuwa hawalikuwa watakiwi wengi, ina maana ingechukua muda mrefu kwa mtu kupata nafasi ya kwenda pale na kuhudumu. Kwa hiyo kwa ujumla wake anaonyesha kwamba ilikuwa sio rahisi kuingia mahali patakatifu au kumkaribia Mungu kwa namna hema lilivyokuwa limejengwa. Sasa baada ya hapo mstari wa 6 mpaka 10 anatoa maelezo juu ya ukuhani wa katika hema. Nitasoma mstari wa 6 mpaka wa 10. Basi vitu hivi vikisha kutengenezwa hivyo, makuhani huingia katika hema hiyo ya kwanza daima, wakiyatimiza mambo ya ibada. Lakini katika hema hiyo ya pili, kuhani mkuu huingia peke yake mara moja kila mwaka, wala si pasipo damu atoayo kwa ajili ya nafsi yake na kwa dhambi walizotenda hao watu bila kujua. Roho Mtakatifu akionyesha neno hili kwamba njia ya kupaingia patakatifu ilikuwa haijadhihirishwa bado hapo hema ya kwanza ilipokuwa ingali ikisimama, ambayo ndio mfano wa wakati huu ulioko sasa. Wakati huo sadaka za dhabihu zinatolewa zisizoweza kwa jinsi ya dhambi kumkamilisha mtu aabuduye, kwa kuwa ni sheria ya jinsi ya mwili tu, vyakula na vinywaji na kutawadha kwingine zilizoamuliwa hata wakati wa matengenezo mapya. Mwandishi anatoa maelezo ya huduma kwa ufupi, ikiwemo sherehe ya siku ya upatanisho ambako
kuhani mkuu aliingia patakatifu patakatifu akichukua dhabihu kwa ajili ya taifa zima. Na kuna mambo ya kiroho ambayo wana wa Israeli walikuwa wanajifunza kutokana na sherehe ya siku ya upatanisho, ambayo ni vizuri tukayaelewa sasa, kwa sababu yanaonyesha jinsi alivyokuwa anajitahidi kuwaelewesha. Sherehe ya upatanisho ilionyesha utakatifu kamili wa Mungu na jinsi dhambi zetu zinavyotutenganisha na uwepo wake. Zile hatua au mchakato wa kuingia kule ambao uliruhusu mtu mmoja mara moja kwa mwaka na aingie mle akishatakaswa, ilionyesha kwamba dhambi imetutenganisha na Mungu, na njia ya kuweza kumkaribia ni kutakaswa. Vile vile hii sherehe ilionyesha kwamba dhambi na unajisi ni kwa watu wote, kuanzia kuhani mkuu, maana yeye alibidi ajitakase kabla hajaingia patakatifu patakatifu. Hakuna mtu aliyethubutu kuingia mahali patakatifu pa Mungu bila damu ya dhabihu inayokubalika. Kwa hiyo basi unajisi au dhambi ni kwa watu wote. Kitu cha tatu walichojifunza kutokana na sherehe ya siku ya upatanisho ni kwamba ilionyesha kwamba ni lazima watu wamfikie Mungu kupitia mpatanishi anayefaa au kuhani mkuu. Kwa hiyo hicho ni kitu cha lazima. Ilikuwa inabidi wawe na kuhani mkuu ambaye anaweza kaingia patakatifu patakatifu akiwa na dhabihu kwa ajili ya utakaso wao. Mwisho ilionyesha kwamba ikiwa dhabihu ifaayo ingetolewa, Mungu amepatanishwa au kuridhika ili asije kuhukumu dhambi zao. Kwa hiyo walitambua umuhimu wa dhabihu inayofaa au inayokubalika kuhusiana na dhambi zao kutohukumiwa. Na vitu tulivyoona hapo nyuma, dhabihu katika hema ilifunika dhambi ya watu na kumruhusu Mungu aendelee na agano la watu wake. Sasa kuanzia mstari wa 8, mwandishi anasema Roho Mtakatifu anatufundisha yafuatayo kutokana na huduma ya kwenye hema. Hapa amekuja kusema moja kwa moja mambo anayotufundisha Roho Mtakatifu kutokana na huduma iliyokuwa inafanyika katika hema. Kitu cha kwanza na muhimu kujifunza wote, wale wa kwanza hata sisi, ni kwamba uwepo wa vizuizi dhidi ya kumkaribia Mungu na utukufu wake ni ishara kwamba njia ya kufikia utukufu ilikuwa bado haijadhihirishwa. Hilo amelitaja moja kwa moja. Kwa maneno mengine ni kwamba dhambi ilikuwa bado ni kizuizi cha kumkaribia Mungu, na suluhisho la dhambi ilikuwa bado halijapatikana. Ndio maana anasema ilikuwa njia ya kumkaribia Mungu ilikuwa haijadhihirishwa. Na suluhisho la dhambi walilokuwa wanangojea wana wa Israeli ilikuwa ni Masihi. Walijua Masihi akija haya mambo yote yatarekebishwa na wataweza kumkaribia Mungu kwa urahisi na kwa uhakika. Kitu cha pili ambacho Roho Mtakatifu anatufundisha ni kwamba sadaka na dhabihu chini ya sheria hazikuweza kusafisha dhamiri za waabuduo. Kwa maana nyingine, hazikuleta amani moyoni na hazikusafisha ndani ya moyo. Zilikuwa sio suluhisho la dhambi na kutakiwa kutoa dhabihu na sadaka mara kwa mara iliwadhihirishia waabuduo kwamba hawajasafishwa kabisa. Kwa hiyo ilikuwa ni kila ukitenda dhambi inabidi utoe dhabihu. Na kwa taifa zima kila mwaka ilibidi watoe dhabihu ya utakaso kwa taifa. Kitu cha tatu ambacho Roho Mtakatifu anatufundisha ni kwamba utaratibu wa ibada ulikuwa wa muda ulioleta utakaso wa nje kimwili. Hilo amelitaja vile moja kwa moja. Ulihusika na mambo ya nje. Nimesema chakula, vinywaji, kutawadha na kuleta utakaso wa nje. Kwa hiyo ulikuwa ni mfano wa kitu ambacho walikuwa wanategemea kitakuja
Masihi akija, na kwa maana nyingine kitakuja kutekelezwa na dhabihu ya Yesu, na hali iliendelea hivyo mpaka Yesu alipokuja na kutengeneza mambo. Roho Mtakatifu anatufundisha hilo moja kwa moja kutokana na maneno ya mwandishi katika mistari tuliyosoma. Kwa hiyo basi wana wa Israeli walijua kwamba hakuna dhabihu yoyote chini ya sheria ambayo ingeweza kwa kweli kutatua tatizo la dhambi, na kwa hiyo kitu kikubwa kuliko hema na dhabihu chini kilitakiwa ili kuwapatanisha watu na Mungu. Walikuwa wanategemea kitu kingine kikubwa. Na mwandishi anatoa sababu mbili za kutoweza kwa dhabihu ya kumfanya mwabudu kuwa mkamilifu. Na nafikiri tunazirudia, tulishaona baadhi huko katika mstari wa sura 7. Kwanza, zilikuwa kanuni za nje za mwili zisizoweza kushughulikia dhamiri ipasavyo. Unajua dhambi iko ndani, iko moyoni. Na hizi taratibu za ibada zilihusu zaidi mambo ya nje au usafi wa nje. Kitu cha pili, zilikuwa za muda. Ziliwekwa mpaka wakati wa matengenezo ambayo yangekuja wakati wa Kristo au wakati wa Masihi. Kwa hiyo katika mstari wa 10 ameweka haya maneno wazi. Ukweli kwamba dhabihu zilipaswa kurudiwa kila mwaka ilionyesha hali ya kutokamilika kwa msamaha. Iliondoa hatia kwa kila mwaka, lakini ilibidi ifanyike tena na tena. Na kwa hiyo watu wote walijua kabisa kwamba hawajasafishwa kabisa, na ilibidi hii kitu iendelee. Sasa hadi kufikia hapa, mwandishi amejenga hoja kwamba mfumo wa dhabihu ya Agano la Kale haukuwa wa utoaji kamili wa hatia ya dhambi. Kwa hiyo yote aliyosema mpaka hapa yalielekeza kwa kitu kitakachokuja baadaye, ambayo ni Yesu mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Sasa tutasoma mistari inayofuata 11 mpaka 14 ambayo inatoa maelekezo. Sasa katika kulinganisha na kufananisha, tunaona huduma ya Yesu iliyo bora. Nitasoma mstari wa 11 mpaka wa 14. Lakini Kristo akisha kuja, aliye kuhani mkuu wa mambo mema yatakayokuwepo, kwa hema iliyo kubwa na kamilifu zaidi, isiyofanyika kwa mikono, maana yake isiyo ya ulimwengu huu, wala si kwa damu ya mbuzi na ndama, bali kwa damu yake mwenyewe, aliingia mara moja tu katika patakatifu, akisha kupata ukombozi wa milele. Kwa maana ikiwa damu ya mbuzi na mafahali na majivu ya ndama ya ng'ombe walionyunyiziwa wenye uchafu utakasa hata kusafisha mwili, basi si zaidi damu yake Kristo, ambaye kwamba kwa Roho wa milele alijitoa nafsi yake kwa Mungu kuwa sadaka isiyo na dosari, itawasafisha dhamiri zenu na matendo mafu mpaka mpate kumwabudu Mungu aliye hai. Mwandishi ameweka mambo mawili wazi katika hii mistari wa 11 mpaka wa 14. Kitu cha kwanza ambacho kinajionyesha ni kwamba damu ya Yesu huwezesha kuingia katika patakatifu patakatifu pa mbinguni kikamilifu. Kwa hiyo baada ya kifo chake msalabani, Yesu aliweza kuingia katika hema la mbinguni moja kwa moja. Kwa hiyo kwenye mstari wa 11 mwandishi anaanza kwa kusema mema yatakayokuwepo, akimaanisha kwamba mema ambayo Agano la Kale liliwatumainisha. Yaani yote yaliyofanyika katika Agano la Kale liwapa tumaini kwamba kuna wakati utakaso kamili na njia iliyo wazi ya kumkaribia Mungu itapatikana. Sasa anasema haya yameshafika na baraka zake zinapatikana tayari katika Yesu. Kwa hapa anaanza kulinganisha na kufananisha, kuonyesha kwamba kitu tayari kipo sasa, kitu halisi kinachoweza kuleta ukamilifu
katika kumkaribia Mungu. Na huduma ya Kristo ni bora kwa kuwa amepita kwenye hema ya kweli iliyo kamilifu na kuwa ilimfikisha kwa Mungu mwenyewe. Jambo jingine hapa ni kwamba hema anakohudumu Yesu ni hema ya mbinguni ambayo haikutengenezwa kwa mikono kama anavyosema mwandishi. Yesu alikuja kuleta ufalme wa mbinguni na si ufalme wa ulimwengu huu, na huduma yake si ya kidunia, ni ya kiroho. Hilo unaweza tukasoma tena kwenye Yohana sura ya 18 mstari wa 36. Katika mstari wa 12 tunapata maelezo ya kwamba Yesu hakwenda hali amebeba damu mikononi mwake ili aingie mbinguni. Badala yake alienda huko kupitia damu yake mwenyewe. Ni kwamba dhabihu ya damu yake ilikuwa imeshatolewa msalabani na kukubalika na Mungu kwa ajili ya wanadamu wote. Kwa hiyo yeye mwenyewe alistahili kuingia kwa haki yake mwenyewe kwa sababu ya maisha yake makamilifu. Kwa hiyo hakutakiwa au hakubeba damu ili aende kujitakasa, hapana. Na ile ya kutakasa au kupata msamaha wa dhambi kwa watu wote ilishatolewa msalabani. Kwa hiyo alipotoka msalabani alienda moja kwa moja mbinguni kupitia damu yake mwenyewe. Lakini kama kuhani mkuu ilimbidi anayewakilisha wanadamu wenye dhambi, alijitoa akafa, na baada ya hapo akaingia mbinguni. Mwandishi anaendelea kutilia mkazo jambo la kwamba dhabihu ya Yesu ilitolewa mara moja tu. Ndugu msikilizaji na mtazamaji, hii kauli imetajwa mara nyingi sana. Kuanzia labda tulipoanza kwenye sura ya 5 kuzungumzia ukuhani wa Yesu. Ni kwamba dhabihu aliyotoa ilikuwa mara moja na ilitosha kukamilisha utakaso wa watu wote. Na jambo analolisema hapa ni kwamba dhabihu ya Yesu ni ukombozi ambao ni wa milele. Na ukombozi kama unavyojua ni kufunguliwa kwa kuwa fidia imeshalipwa. Ndio kukombolewa. Unalipiwa fidia, unakuwa huru. Kwa sababu ni mkamilifu na wa kudumu na si wa muda. Kwa hiyo hii dhabihu ni kamili na inaendelea. Hakuna kitu ambacho tunaweza kuongeza kwa kile Kristo alichofanya. Kupitia yeye tunapata ufikaji wa moja kwa moja kwa Mungu. Hii ni kauli ambayo inabidi tuielewe, na ameirudia mara nyingi kwa manufaa ya wasikilizaji wake wa kwanza wajue kwamba dhabihu aliyoitoa Yesu ilikuwa ni ya mara moja na ilikuwa kamilifu, kwa maana ya kwamba ilimaliza kila kitu. Kitu kingine ambacho kinajionyesha katika mistari hii ni kwamba damu ya Kristo inatakasa dhamiri zetu kwa ufanisi kamili. Katika mstari wa 13 na 14 mwandishi ameonyesha kwamba Yesu Kristo ndiye pekee ambaye angeweza kulipia dhambi ya mwanadamu, kwa sababu yeye pekee alikuwa mwanadamu asiye na dosari katika yote aliyofanya. Kwa hiyo damu yake inaweza kuchukua nafasi ya adhabu tuliyostahili. Dhabihu ya Kristo binafsi ilikuwa isiyo na mwisho. Ni dhabihu yenye ufanisi usio na kikomo, iliyomridhisha Mungu kwa njia ambayo damu ya mafahali na mbuzi isingeweza kamwe. Kupitia damu ya Yesu tunaweza kuwa na dhamiri safi. Na ndio kitu ambacho tutakuwa kwa nacho ili tuweze kumkaribia Mungu. Tuwe na dhamiri iliyo safi. Kwa hiyo hatia yetu imeondolewa na dhamiri zetu kusafishwa kwa njia ya dhabihu mbadala inayokubalika. Hapa ningependa kuongeza maneno ya Petro katika Petro wa kwanza sura ya 3 mstari wa 18 inavyosema: kwa maana Kristo naye alikufa mara moja tu kwa ajili ya dhambi, mwenye haki kwa ajili ya wasio haki, ili atulete kwa Mungu.
au kama Paulo alivyosema na yeye katika Warumi 3:24 na 25, wanahesabiwa haki kama kipawa kwa neema yake, kwa njia ya ukombozi ulio katika Kristo Yesu, ambaye Mungu alimdhihirisha hadharani kuwa kipatanisho katika damu yake kwa njia ya imani. Ndugu zangu, hatia yetu haiondolewi kwa kufanya toba au matendo mema. Hatia yetu inaondolewa kabisa na zawadi ya bure ya Mungu kupitia damu ya Kristo. Tunapokea zawadi hii kwa njia ya imani. Kwani damu ya Yesu pale msalabani ndio imetusafisha dhamiri zetu, ndio imetupa uwezo wa kumkaribia Mungu kwa uhakika. Kwa hiyo mpaka hapo mwandishi amefanikiwa kujenga hoja ya kwamba hakuna kitu katika Agano la Kale ambacho kimetupwa tu bila sababu. Ameonyesha kwamba kilichofanyika ni kubadilisha kwa maana ya kuboresha. Kama tulivyoona, kuhani bado yupo, lakini kuhani bora na anahudumu katika madhabahu iliyo bora ya mbinguni. Kwa hiyo madhabahu bado ipo, au hema bado lipo, lakini liko mbinguni, ambalo alikutengenezwa kwa mikono. Na sisi tunaweza kuingia kwa sababu tumeshasamehewa dhambi, ambazo katika Agano la Kale damu ya wanyama ilikuwa haiwezi kutusafisha, ilikuwa inafunika tu dhambi zetu. Na cha mwisho kabisa ni kwamba dhabihu ya Yesu hairudi kwa sababu ni kamilifu na ilitolewa mara moja tu na ni ya kudumu daima. Kwa hiyo mpaka hapa ameonyesha kwamba mabadiliko yote yaliyofanyika ni bora, na wala sio kwamba mtu ametupa tu mambo ya Agano la Kale kwa kuwa ni la kale. Mpendwa mtazamaji, kabla hatujafunga somo letu, ningependa nikukaribishe ufanye uamuzi wa kumfuata Yesu kama hujafanya hivyo. Tafakari tuliyojifunza katika somo la leo, ambayo ni pamoja na kwamba Yesu amekufa msalabani na kulipa deni la dhambi zetu wote, wewe, mimi na wengine wote. Ndugu yangu, ukimwamini Yesu na kazi aliyofanya msalabani, utapata msamaha wa dhambi zako zote. Uhusiano wako na Mungu utauishwa na utapata uzima wa milele. Kama umeamua kufanya hivyo, naomba ufuatishe sala hii ninayoomba, ukimaanisha kutoka moyoni mwako. Tuombe. Bwana Yesu, ninakiri kwamba mimi ni mwenye dhambi na nimefanya mambo mengi ambayo hayakupendezi wewe. Ninatubu dhambi zangu zote na ninaomba unisamehe. Ninaamini kwamba ulikufa msalabani kwa ajili yangu ili kuniokoa. Ulifanya kile ambacho sikuweza kufanya kwa ajili yangu mwenyewe. Ninakuja kwako sasa na kukuomba uyatawale maisha yangu kuanzia leo. Nisaidie kuishi kila siku kwa ajili yako wewe na kwa njia inayokupendeza. Asante Bwana Yesu, ninashukuru kwamba nitakaa na wewe milele. Amina.